moyo. Bali hutu tumefika ni wewe. Tunasema hakika Jehova imegharimu nguvu zako, imegharimu upendo mwingi ambao umetupenda nao kwetu sisi kusimama siku ya leo. Hakika kuna kazi kubwa ambayo umefanya katika maisha yetu, mfalme mwema. Kuna kazi ya ajabu mfalme, umekuwa ukiitenda pasipo sisi hata kuelewa. Ndiposa tumesimama siku ya leo, tumekuja kukwambia ni asante, tumekuja kukuinulia mikono, tumekuja kuinama mbele zako, tumekuja kunyenyekea mbele zako. Bwana, upendo wako kwetu umetuweza Baba. Tunakuheshimu asubuhi ya leo, tunasema wastahili katika jina la Yesu Kristo. Ibada ya siku ya leo kwa mikononi mwako. Asante maana hii ndio siku Bwana ambao umeifanya ili tukaweza kufurahia Baba na kushangilia ndani yake, mfalme mwema. Asante kwa kile ambacho umekusudia kwa sababu ya kanisa lako. Asante kwa meza ambayo umeiandaa kwa sababu ya wana, mfalme mwema. Ikiwa Jumapili ya mwisho wa mwaka Baba, tunafurahi kuwa mbele zako. Tulianzia mwaka na wewe mahali hapa na tumekuja kufunga mwaka siku ya leo, ikiwa Jumapili ya mwisho kukwambia ni asante. Tukiwa uweponi mwako mfalme, umetubeba mwaka mzima, umetembea nasi Baba. Pokea sifa na heshima. Tumekuja siku ya leo kukwambia ni asante kwa matendo yako na kwa sababu ya yule uliye, katika jina la Yesu Kristo. Tawala ibada ya siku ya leo, tawala Bwana yote tutakayofanya mahali hapa, kutoka Baba mwanzo hadi kumalizia mfalme. Ibada yote tuikabidhi kwako. Tuone na damu ya Yesu Kristo mahali hapa, mfalme mwema. Tunatakasa hukumu zaidi na damu ya Yesu Kristo. Tunatakasa mahali hapa ni madhabahu ya Mungu Baba aliye hai, na dhambi yote itakayotolewa mahali hapa itaweza kukufikia, itaweza kukugusa, itaweza kukubalika katika jina la Yesu Kristo. Tuna cancel kila mipango ya adui, tunaweka chini kila mawazo ya shetani katika jina la Yesu Kristo. Lolote amelikusudia kinyume na kanisa lako, lolote amelikusudia na ndugu madada asubuhi ya leo, tunaliangusha na kuliweka chini kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tawala Bwana wetu Yesu, tawala kwa ushindi, tawala kwa nguvu Baba. Tunakupenda na tunaomba uwepo wako uwe nasi tuwa kuanzia hadi kumalizia katika jina la Yesu Kristo. Tukayachua mapenzi yako siku ya leo, tukauelewe moyo wako mfalme, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeshukuru. Amen. Sote tuseme amen. Haleluya. Haleluya church. Unachua wakati mtu anasema haleluya kwa Biblia, unaposema amen unamtia nguvu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo usione nguvu wakati hata ndio mara nyingi bado unatia nguvu apaye anaongea ama maana yeye. Bwana apewe sifa. Praise the name of the Lord. Tutasoma neno ile book of Psalms. Kitabu cha Zaburi. Tutasoma mstari kadhaa pale kisha tutakuwa na wakati wa kushukuru Bwana siku ya leo. Bwana amekuwa mwema sana kwetu mwaka huo wote. Mwaka huo wote ametembea nasi, amekuwa nasi kila wakati, kila dakika, hajatuacha, hajakaa mbali nasi, amekuwa rafiki wa karibu. Wewe ikawa umetupitia hadi ngumu katika huu mwaka, umepitia machozi, umepitia uchungu, umepitia mambo ambayo yalifinya sana, lakini Mungu bado alikuwa na wewe. Praise the name of the Lord. Hakuna wakati anatuacha. Neno lake linatokea kwamba alipokuwa anaondoka alitumia nini? Ama niwaambia wanafunzi nini? Nitakuwa nani hadi mwisho wa dahari. Hali wakati mwingine zinabadilika. Na tunaona ni kama hayuko nasi. Tunaona ni kama anatuachilia. Lakini ahadi yake ni milele. Ahadi yake haivunjiki. Ya kwamba atakuwa nasi hadi mwisho wa dahari. Hata huo wakati unasikia ni kama hayuko na wewe. Huo wakati amekushika, amekubeba, ako na wewe. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo sulia letu kwa sababu yote hili ya kuendelea mbele zake na kumwambia ni asante. Yale ametufanyia ni mengi. Vile ameandamana nasi, vile ametupigania, vile ametuongoza. Praise the name of the Lord. Zaburi 124 tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Na ili tuwe na wakati wa kushukuru Bwana asubuhi ya leo, tutasoma kwa Kiswahili katika jina la Yesu Kristo. Kama si Bwana, Zaburi 124. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia, papo hapo wangalitumeza hai. Hasira yao ilipowaka juu
maji yangalitugarikisha, mto ungalipita juu ya roho zetu. Papo hapo yangalipita juu ya nafsi zetu maji yafurikayo. Na ahimidiwe Bwana aliyetutoa kwa mawindo ahimidiwe Bwana asiyetoa kuwa mawindo kwa meno yao. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa mwindaji. Mtego umevunjika, nasi tumeokoka. Msaada wetu u katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Bwana apewe sifa. Asubuhi ya leo tunapoendelea mbele za Bwana kumshukuru, ningependa tuangazie hiyo Zaburi ambayo imeandikwa na mtumishi wa Mungu aliyeandika. Alikuwa ameangalia na kuona jinsi ambavyo Mungu alimshindania, na kuna hali inaonekana ile nyumba ya Israeli ilikuwa inapitia. Maana anaanzia na kusema nini? Ya kwamba isingalikuwa ni Bwana kuwa upande wetu na Israeli yaseme, praise the name of the Lord. Kwa hivyo anaongea kwa niaba ya nyumba yote ya Israeli. Kuna ushindi walikuwa wameuona baada ya kupitia vita fulani, na wakafika mahali wakasema nini? Kama sio Bwana ambaye alikuwa upande wetu, adui angalitumeza tukiwa hai. Bwana apewe sifa. Adui angetuangamiza, adui angetutenda maovu, lakini hatukuweza kuangamia. Ni kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nasi. Bwana apewe sifa. Wapendwa, asubuhi ya leo tunaweza angalia nyuma yetu, mahali tumetoka na mahali tumefika. Mambo mengi yametendeka, lakini ni mkono wa Bwana tu umekuwa ukituokoa, umekuwa ukitunasua. Biblia imetuambia nini? Ya kwamba tulikuwa tumewekewa mtego wa mwindaji ulikuwa karibu sana kutunasa, lakini tuliepuka kama ndege. Bwana apewe sifa. Tuliepuka tu kama vile ndege huepuka ule mtego ambaye amewekewa. Wapendwa, ni mambo mengi sana tumenasuliwa, karibu tuangamie, karibu tumalizwe. Wengine hatumekuwa hai, lakini Baba ametushika na mkono wake, tumeepuka kama jinsi ambavyo ndege aliepuka. Bwana apewe sifa. Sio kwa sababu ya ujanja wetu, sio kwa sababu ya hekima yetu, sio kwa sababu ya bidii zetu. Wapendwa, ni mkono wa Mungu umetushikilia. Praise the name of the Lord. Tuko nayo sababu ya kusimama mbele zake asubuhi ya leo na kumwinulia mikono, kumwambia Baba unastahili, kumwambia ni wewe umetufikisha mahali tumefika, kumwambia ni wewe umetupigania, kumwambia ni wewe umetushindania, kumwambia ni wewe umetutumisha katika wokovu, kumwambia ni asante hata kwa neema ya kumjua siku baada ya nyingine. Wapendwa, hiyo ni baraka kubwa sana. Bwana apewe sifa. Ya kwamba kila siku Bwana anajifunua kwako kwa njia ambayo huko unamjua na unamuelewa tena. Bwana apewe sifa. Haleluya kanisa. Kwa hivyo asubuhi tutasimama mbele za Bwana. Tutakuwa na wakati wa kumwambia Bwana ni asante. Toa maneno kutoka kinywa chako. Mwambie ni asante. Wewe ndio unajua amekufanyia nini. Wewe ndio unajua amekutoa wapi. Unaweza kosa maneno mengi, lakini simama tu mwambie ni asante. Mwambie tu ni asante. Bwana apewe sifa. Mstari wa mwisho umemalizia kusema nini? Ya kwamba msaada wetu u katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Bwana apewe sifa. Msaada wetu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa hivyo hatuna mahali pengine pa kujiegemesha isipokuwa kwa jina la Bwana. Ukiwa kijana, ukiwa mama, ukiwa mzee, ukiwa mtumishi wa Bwana, ukiwa mtoto, tegemeo lako hata ni jina la Bwana. Msaada mwingine wote ule utaweza kuondolewa, lakini atakayemtumainia Bwana bado atasimama. Praise the name of the Lord. Msaada wetu hata tunapofunga mwaka na kujienda kuingia 2026, wacheni tumwambie Bwana, wewe ambao umesimama nasi mwaka wa 2025, ingia nasi katika mwaka wa 2026. Wacheni tumfanye tumaini. Tuone kama umepewa promotion katika maisha yako. Wacha hiyo promotion isikubebe mwaka wa 2026. Ambia Bwana, ni wewe ninahitaji. Hiyo kazi inaweza ikaguswa, hiyo jamii inaweza ikaguswa, maisha yako inaweza ikaguswa, afya yako inaweza ikaguswa, lakini ukimwamini Mungu, ukimtumainia Mungu, mpendo hautatikisika. Praise the name of the Lord. Hata katika ile hali yako ya unyonge utakuwa na nguvu kwa sababu yako na wewe. Praise the name of the Lord. Haleluya. Kuna mambo Mungu ametutendea kwa mwaka. Mungu amenitendea na ameweza roho yangu, ameweza maisha yangu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo naomba tuinuke kwa miguu yetu, tuingie mbele zake katika kumwambia ni asante, katika kutambua
appreciate, unatambua hili jambo kabisa, huyu mtu amenitendea kitu. Hata moyo wa baba unafurahia zaidi wakati tunarudi kwake na tunatambua kile ametenda. Jambo moja lilifanya Mungu akasirike wakati angeandamana na wana wa Israeli. Hao watu walikosa moyo wa shukrani. Hawakuwa wanatambua kile amefanya. Walikuwa wanaona kile tu hakijatendwa. Praise the Lord. Na isiwe hivyo kwetu. Na isiwe hivyo kwetu. Anaweza kuwa hajatenda makubwa sana, lakini hicho kidogo, hata uhai ambao tuko nao dakika hii, mshukuru kwa ajili yake katika jina la Yesu Kristo. Wacha tutulie mbele za Bwana. Wacha tuna muda mkubwa. Tumwambie asante. Wacha tutengeze dakika. Kumwambia Bwana asante. Tunakuinua Baba asubuhi ya leo. Tunakuheshimu Bwana wewe Mungu. Tunakupa utukufu ufalme wa Mungu. Tunasema toka wewe Mungu. Praise the Lord. Bwana simama hapa katika jina la Yesu Kristo. Tunakuinua ufalme wa Mungu. Tunakutukuza kwa ajili ya siku ya leo. Tunakutukuza Baba, umefanyika kwa ya maisha yetu. Umefanyika kimbilio letu. Umekuwa nguzo ya maisha yetu. Oh, jina lako liinuliwe siku ya leo. Jina lako litukuzwe Baba wetu wa mbinguni. Neno lako linatukumbusha nini Bwana? Ya kwamba kama sio wewe, ulikuwa upande wetu. Kama sio wewe, uliyesimama nasi. Kama sio wewe, uliyesimama na ukasema hapana. Tuko Bwana. Tumeweza kumezwa na adui. Kama tukiwa lazima mfano wa Mungu. Utawali umewekwa ili utunasi. Lakini Baba hukubali. Tukukie mikononi mwa Mungu wake. Neno lako linatokea kwako. Wewe Baba hakuachilia. Tufanyike Bwana wewe. Unamwone kwa adui. Tunakuja kukwambia asante. Tumekuja kukwambia asante. Tumekuja kukwambia tumefurahi. Tumekuja kukwambia tumeweza. Utawali mkono wako. Tumekuja kushauri asante wako. Yale katika ni kwa kusha. Yale kufanya
yale yote umetenda. Kwa yote tunasema ni asante. Tunasema ni asante. Tunasema ni asante. Uinuliwe milele. Utukuzwe Bwana na uheshimiwe Bwana. Pokea ibada ya shukrani na sifa katika jina la Yesu. Tumeshukuru na tumeamini. Haleluya. Bwana apewe sifa. Naona muda wetu unaweza kuendelea. Hadi tuweze kuweka masaa sababu ya ibada. Kwa hivyo naomba tukaweze kukaa. Asante sana waimbaji, umetuelekeza vizuri. Bwana na zaidi na zaidi tunapojitayarisha kupokea wakati wa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana amekuwa mwaminifu na ninajua ya kwamba yuko na neno letu asubuhi ya leo. Kwa hivyo naomba ujiandae, ujitayarishe kuyapokea mapenzi yake. Nashukuru Bwana, nimeongoza ibada nikiwa nimeokoka. Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Lazima kushuhudia ukuu wa neno wake katika maisha yangu. Nashukuru pia kwa ajili ya wewe ambao umeweza kufika kabisa, tumeweza kukubali huu wito ambao ni Kristo ameweza kutualika, nasi tumekuja. Basi tunapoendelea Biblia kwamba hautatoka mezani mwa Bwana jinsi ambavyo umeingia. Praise the name of the Lord. Hautatoka vile umeingia. Kwa hivyo kuwa na ule moyo wa matarajio na moyo ambao uko tayari kupokea, na unapopokea kubali kushikilia kile ambacho utapokea katika jina la Yesu. Ndio naomba kwa kushangilia Bwana Yesu kwa makofi tukaweza kukaribisha mwisho wa Bwana katika jina la Yesu. Haleluya. Amen sana katika jina la Yesu. Asante sana. Bwana akubariki na azidi kukutenda neema. Good morning. Good morning. Uko salama? Merry Christmas. Merry Christmas. Mungu ni mwema. Na Mungu ni mwaminifu. Asante sana Pastor Paul, Pastor Milian kwa kutupa nafasi kwa mwaka mzima tumekuwa hapa tukuwahudumia watu kwa ibada ya Kiswahili. Kwa mamlaka yenu Bwana azidi kuwabariki na kuwatenda neema. Tunashukuru sana. Tunapotamatisha mwaka, kwa sababu usidhani kama tuna ibada nyingine huu mwaka, nataka kusema ya kwamba Mungu amekuwa mwaminifu. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui kama wewe umeuona uaminifu wa Bwana. Sijui kama wewe unaweza ukakaa chini na uanze kutafakari na kuyasema yale Bwana ametenda huo mwaka. Najua kawaida ya wanadamu mara mingi ni kunungunika. Mara mingi ni kusema na kuhesabu yale hayakutimia jinsi vile yeye alikuwa anavyopenda. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini asubuhi ya leo ningekusihi tafadhali ukawe na moyo wa kutafakari na kujua ya kwamba yale yote yametendeka kwa wema. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia katika kitabu cha Warumi 8 mstari wake wa 28 huwa wanifurahisha kila wakati. Unasema ya kwamba kwa kila jambo linalotendeka latendeka kwa wema kwa wale wote wanaomwamini Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hata kama kuna mahali ulikuwa unatarajia ukafike katika huu mwaka na bado hujafikia lile lengo, shukuru Bwana kwa hayo. Kama kuna kitu ulikuwa unayekitamania kwa moyo wako wote na bado hujakipokea kile kitu, shukuru Bwana kwa hayo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kama vile neno limesema ya kwamba mambo yote hutendeka kwa wema kwa wale wote wanaomwamini Kristo. Nataka katika moyo wako, pale kilindini cha moyo wako, ukakate kauli na ukasema ya kwamba ni kwa wema wa Bwana lile jambo halikutimia huu mwaka. Bwana Yesu apewe sifa. Mara mingi sisi kama wanadamu, kwa sababu ya kule kujipenda, sisi ni viumbe na sisi ni uzao wa Adamu. Na Biblia inasema ya kwamba ule Adamu wa kwanza aliyekuwa anajitakia yote mazuri,
Bwana Yesu apewe sifa. Yule mtu wa kujipenda. Lakini sisi ambaye tuko katika Kristo Yesu, Biblia inasema ya kwamba yeye Yesu Kristo ni ule roho wa kupeana uhai. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa tuachane na ile roho ya kusema ya kwamba nilikuwa nataka na ingekuwa ikuwe hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tukupatia huu roho wa kujua ya kwamba hata kama sikupata kuna sababu. Na labda kwa sababu hii, labda ningekipata hiki kingekuwa madhara upande mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Labda ungekipata kile unachokitamani siku ya leo, hatungekuwa na wewe mahali hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu wengi wameomba na Mungu amejibu maombi yao. Lakini baada ya kujibiwa yale maombi, unapata wale watu umekuwa mwanzo wa kuangamia kwao. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu mara mingi huwa anatupea kile tunachokihitaji, sio kile unachokitaka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo unapata umeomba kitu kwa muda mrefu na bado hujakipata. Anza kuchunguza nia yako. Kwa nini nilikuwa ninachokiomba hiki? Kwa nini nilikuwa ninachokitamani hiki? Ni kwa sababu nilimuona mtu fulani akiwa na kitu fulani na nikatamani na nikatia bidii ili nikakikupatia na mimi pia. Sio kwa sababu ya Mungu atukuzwe na mimi nionekane nimefika katika lile lengo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo huu mwaka tunaotamatisha, ningetaka uanze kuandaa mawazo yako. Anza kuandaa moyo wako kwa mwaka tunaoingia sasa, kwa sababu Mungu anawatembelea watu wake. Anapokuja kutembelea watu wake, wewe utakuwa mmoja wa wale watafika kwenye level nyingine. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kutembea kwake sio lazima akuje na akutimizie hoja ya moyo wako. Kuna huyu mama alikuwa anaitwa Hana. Kwa siku mingi alikaa pale hekaluni akimuomba Bwana. Alikuwa anadhihakiwa, lakini akakaa mpaka ile siku alijua lazima nibadilishe nia. Bwana Yesu apewe sifa. Niambie jirani yako ni wakati wa kubadilisha nia. Alikuwa pale akimulilia Bwana. Kila siku anaingia pale anamulilia Bwana akiomba mtoto. Kwa muda mrefu akang'ang'ana na Mungu. Kwa muda mrefu akajinyima, mpaka siku moja akasema na akaweka nadhiri mbele za Bwana. Bwana, sasa nimesahau yale yote matamanio. Sitaki hata nipata huyu mtoto nijilinganishe na huyu mke mwenza wangu. Sitaki nipate huyu mtoto watu wajue niko na mtoto, lakini huyu mtoto utakaponipea sio nionekane kama wale wa mama wengine, bali nitamleta nyumbani mwako. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tufike mahali pale. Lazima tukome kunungunika na tujue mbinu za kwenda mbele za Bwana na kudai kile kilicho chetu. Sio ili tukaonekane, sio ili nipishane na mtu fulani, sio ili niwe kama mtu fulani, sio kwa sababu familia waelewe, sio hata kwa sababu nitafika kwenye hawakufika. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa utukufu wa Mungu Bwana Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Sijui kwa nini nimesikia niyaseme hayo maneno. Kwa sababu mara mingi tumejipata mwaka unaingia, mwaka unaisha, lakini mambo kwetu bado hayajabadilika. Tumekuwa kama yule mama. Ukiingia kwa undani sana katika Biblia, utajua ile nia iliyokuwa na Hana. Bwana Yesu apewe sifa. Kabla hajafunguka macho, unajua walikuwa wameolewa wakiwa wawili. Kwa hivyo wakati huyu bibi mwenzake aliyepata watoto akakuwa na uchungu na akatamani naye kuwa na watoto ili aonekane kama yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Afurahishe bwana yake, kwa sababu alikuwa anafikiria kukuwa na watoto ndio kutamfanya
kubwa maishani mwake kwa sababu ya nia. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu chunguza nia yako. Kwa nini unaomba kubarikiwa? Kwa nini unaomba Bwana akakupigisha hiyo hatua nyingine? Nia imefanya watu wengi wasifike katika hatima zao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu nia zao sio njema. Nia zao hazimtukuzi Bwana. Na chochote kile Mungu hukifanya, anakifanya kwa sababu ya utukufu wa jina lake. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tukafunguke macho. Siku ya leo nataka kuongea kuhusu Mungu anakujua. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalishi vile wewe ulivyo. Haijalishi hata tabia zako. Haijalishi hata mienendo yako. Mahala popote pale ulipo, katika hali yoyote ile, Mungu anakujua. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana siku moja Daudi akafika mahali na akasema ya kwamba hata kitanda changu nikikilaza katika kuzimu, macho yako bado yaniangazia. Praise the name of the Lord. Ni wakati alifika na akagundua siri ya kwamba hawezi jificha huyu Mungu. Hata kama amemuasi, hata kama ametoka katika njia zake, alikuwa anaelewa vizuri. Mara mingi huwa tunafikiria kwa sababu mimi sitendi kulingana na mapenzi yake, labda mimi alisahau na mimi. Hakuna kitu kama hicho. Bado anakudhamini. Bado anakuelewa. Bado anakuhitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Sio tu kukujua, sio tu kuelewa mienendo yako, bado anakuhitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kusoma maandiko katika kitabu cha Yohana. Yohana 4. Nitaanzia hapo mstari wake wa kwanza. Mafarisayo wakasikia kwamba Yesu alikuwa anapata na kubatiza wanafunzi wengi zaidi kuliko Yohana. Ingawa kwa kweli si Yesu mwenyewe aliyekuwa akibatiza, ili ni mwanafunzi wake. Bwana alipojua mambo haya, aliondoka Uyahudi akarudi tena Galilaya. Wakati huo ilimlazimu apitie Samaria. Akafika kwenye mji mmoja wa Samaria uitwao Sikari, karibu na ile shamba ambalo Yakobo alimpa mwanawe Yosefu. Huko ndiko kulikokuwa na kile kisima cha Yakobo. Naye Yesu alikuwa amechoka, kwa kuwa alikuwa ametoka safarini. Akaketi karibu na hicho kisima. Ilikuwa yapata saa 6 mchana. Mwanamke mmoja Msamaria akaja kuteka maji. Yesu akamwambia, naomba maji ninywe. Wakati huo mstari wa 7 tena. Mwanamke mmoja Msamaria akaja kuteka maji. Yesu akamwambia, naomba maji ninywe. Wakati huo wanafunzi wake walikuwa wamekwenda mjini kununua chakula. Yule mwanamke Msamaria akamjibu, wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria. Yawezekanaje uniombe nikupe maji ya kunywa? Wayahudi walikuwa hawashirikiani kabisa na Wasamaria. Yesu akamjibu akamwambia, kama ungelijua karama ya Mungu, naye ni nani anayekwambia nipe maji ninywe, wewe ungeliomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamjibu, Bwana, wewe huna chombo cha kuteka maji, na kisima hiki ni kirefu.
maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, tafadhali nipe maji hayo ili nisipate kiu tena na wala nisije tena hapa kuteka maji. Yesu akamjibu, nenda ukamwita mmeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu, sina mume Yesu, sina mume. Yesu akamwambia, umesema kweli kuwa huna mume, kwa maana umeshakuwa na wanaume 5, na mwanaume unaishi naye sasa si mume wako. Umesema ukweli. Yule mwanamke akasema, Bwana, naona bila shaka wewe ni nabii. Bwana Yesu apewe sifa. Natumai huu ujumbe tunauelewa, lakini kuna kitu nataka niwaambie kwa sababu ya wakati. Katika pale mstari wake wa 17, baada ya Yesu kumwambia yule mama, ningetaka uenende uniletee mumeo, akamwambia, hata kabla Yesu amwambie yale maneno, alikuwa anafahamu vizuri, alikuwa anajua huyu mwanamke, alikuwa anajua tabia zake, alikuwa anajua hafai hata kuwa akizungumza na yeye, na ndio sababu, kwa sababu yeye ni Mungu, akangojea na akawatuma wanafunzi wake, hawakuwa pamoja na yeye kwa sababu ingekuwa shida. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wakati alikuwa na yule mwanamke, akamwambia, ningetaka uniletee. Lakini kwa moyo wa uwazi. Na hapa ndio watu wengi wamekosea. Hapa ndio watu wengi wamepotea. Kwa moyo wa uwazi, hata kama hakuwa anamjua vizuri, alipomuuliza swali, akamwambia, ningetaka uniletee mume wako. Akamwambia, mimi sina mume. Bwana Yesu apewe sifa. Ili hali alikuwa anajua vizuri, katika ile nyumba ametoka akija kuteka maji, kulikuwa na mwanaume. Lakini katika moyo wake akakuwa na ule ukweli, akakuwa na kuelewa ya kwamba hata kama niko na yeye sio mume wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Mara mingi huwa tunajijustify na yale mambo tunayoyafanya. Mara mingi huwa tunajihesabu haki na yale mambo tunayoyafanya. Tunaona tunatosha, tukienenda mbele za Bwana, tunaona sisi tunajihesabu haki, ili hali sisi sio wana haki. Bwana Yesu apewe sifa. Siku ya leo tunapotamatisha mwaka, kuna kitu nataka tukaangalie. Kila mtu ajichunguze, kila mtu aanze sasa kujihesabu jinsi vile alivyo. Na Yesu alipomuuliza lile swali, akasema, mimi sina mume. Akamwambia, asante kwa sababu umesema ukweli. Hata hao wengine wote umekuwa na wao, hawajakuwa hawajakuwa waumeo. Bwana Yesu apewe sifa. Yule mwanamke akapita mtihani. Bwana Yesu apewe sifa. Na kama vile nilikuwa nimesema hapa siku zilizopita ya kwamba kabla Mungu akuvukishe kiwango fulani, lazima akupitishie mtihani. Kabla Mungu akupeleke kiwango kingine, because that's his nature, anatuinua kutoka kiwango hadi kingine, lakini kabla akufikishe katika hicho kiwango, lazima akupitishie mtihani. Huyu mama akapitishiwa mtihani. Aliposema hana, naye Yesu akaanza sasa na yeye sasa kutembea na yeye, kwa sababu kitu cha kwanza amejua huyu mtu ako tayari, na ndio maana amejitoa mbele zake kwa uhuru, akajitoa na haki, akakuja akijua ya kwamba huyu mtu nitamwambia ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Mara ngapi tumejificha? Mara ngapi tumempiga Mungu chenga? Ili hali anatufahamu vizuri. Kama vile nilitangulia kusema, tumekuwa tukilia Mungu, tumejitoa kwa Mungu, sio kwa sababu tuko na uhaki ndani yetu,
Bwana Yesu apewe sifa. Hata ukijiangusha, hata ukijinyima, na nia yako inaongea vingine, Mungu anaelewa. Praise be the name of the Lord. Ndio unaweza ukajitoa, waweza ukayafanya mengi, lakini moyo wako unakaa aje? The heart of a man, ama moyo wa mwanadamu ni udanganyifu kuliko viumbe vyote mimi nilivyoviumba. Lakini mimi Mungu huwa nachunguza ule moyo. Wakati huo moyo unakudanganya wewe mwenyewe, wakati huo moyo haukai jinsi vile Mungu angetaka ukawe, wewe unajihesabu haki ili hali unajua vizuri. Wakati mawazo yako yanakudanganya, wakati mawazo yako yanakuonyesha na unajihesabu ya kwamba sitaki hii kwa sababu ya kitu fulani, nataka kwa sababu Mungu akatukuzwe, anaangalia moyo wako ndani. Praise be the name of the Lord. Ile nia uko nayo umeficha katika huo msitu, hatuwezi tukauchunguza. Kunaye anayechunguza huo msitu. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo nia yako hata kabla haujakiongea. Unajua kuna mambo mengine tunasemaga hayo nitaongea siku fulani, ama nisitaiongea mpaka kaburini. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni wewe umesema, lakini kwake unaweza ukatuficha sisi. Lakini yeye hata ukisema hivyo, hata kabla ufikie kuyasema yale, anayaelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Na haya ndio tunafaa kuanza kuelewa katika haya maisha. Huyu mwanamke akaongea na Yesu na akamwambia, mimi sina. Bwana Yesu apewe sifa. Akateremka hapa chini, ukiteremka utasikia. Akamwambia sasa, kwa sababu sasa ameanza kujua. Wakati alimwambia hivyo, naye Yesu akafunguka kwake na akamwambia atampa yale maji, naye akaanza kumuuliza maswali. Na sasa kwa sababu unataka niende nikaanza kuombea milimani. Bwana Yesu apewe sifa. Naye Yesu akamwambia, sio penye unaenda kuombea. Bwana Yesu apewe sifa. Sio kujinyima zaidi, sio kushinda ukigagaa huku, sio kujifanya kwetu tukuone, lakini ni moyo wako mahali wewe ulipo. Bwana Yesu apewe sifa. Sio haya mambo yote tunafanya watu waone. Unajua mara mingi huwa hata tunafunga watu waone, bado nia. Hata kufunga tutafunga. Nikuje hapa hata nianze kulia, nililia hapa kwa madhabahu, lakini sio kwa sababu moyo wangu uko na nia na Mungu, ni kwa sababu nikataka watu wanione. We are very good actors. Bwana Yesu apewe sifa. Nikakuja hapa nijifanye, nikaekae hapa kwa madhabahu, nilie, lakini kile ninacho moyoni mwangu, ile nia niko nayo ni kukudanganya ama ni kukulegesha ili nipate kile uko nacho. Bwana Yesu apewe sifa. Hayo Mungu anatazama. Hayo yote, zile zote sarakasi tunazozifanya bila moyo wa kumwelekea Mungu, yote Mungu anayaelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Na hayo mambo yote ndio yamefanya tusije tukafika kwenye hatima zetu. Tunapoanza mwaka, ningetaka tujitayarishe. Ningetaka tujiandae. Tunapovuka mwaka, tuvuke mwaka tukiwa tumeandaa mioyo yetu na tukiwa tayari kwa uhakika na kwa ukweli, tukigoja kutoka kwa Mungu. Na nataka kuhakikishia wale wote watakaomngoja Mungu na mioyo yao yote watamuona Mungu mwaka ujao. Bwana Yesu apewe sifa. Sio miaka yote tutaishi kuteseka. Sio miaka yote tutaishi kulia. Hata huyu mama akitoka kwake hakuwa anajua anaenda kupata nini. By the way, alipokuwa akitoka kwa nyumba, hata kwa sababu ya kukuja kwenye kisima wakati ule wa saa 7, watu walikuwa wanachota maji asubuhi. Lakini kwa sababu ya haya, alikuwa anajua mienendo yake sio mzuri. Alikuwa anajua sio mtu wa kukubalika kwenye kile kijiji.
ndio anaelekea kisimani kwa sababu ya aibu. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalishi ile aibu imekukumba, lakini ni wakati sasa wa kujimwaga mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nimekuja na niko hivi na hivi, nia yangu imekaa hivi kwa muda, lakini sasa nimejua wewe ndiye nabii aliyekuja kwa sababu yetu, ambaye tumesherehekea kuzaliwa kwake. Tayari amezaliwa milioni mwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati wetu, na kwa sababu ya muda, hiyo somo nafikiri ni kubwa sana, lakini kwa sababu ya muda ningetaka tukasimame kwa miguu yetu, na kama vile nimesema, ni wakati wa kujiandaa tunapoingia mwaka mpya. Nitawakaribisha waimbaji mahali hapa, kwa sababu ningetaka tukamwalike Bwana maishani mwetu. Tunapovuka mwaka, wacheni tukaanze na Mungu, wacheni tukajitoe mbele za Bwana, kwa sababu ako na sababu nasi, ako na sababu nasi. Bwana Yesu apewe sifa. Wacheni tukaingie mbele za Bwana. Karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu. Mkaribishe Yesu maishani mwako. Na nataka unapoimba huu wimbo tukamaanishe. Wacheni tumkaribishe maishani mwetu na tumaanishe, kwa sababu kuna kuimba na kuna maanisha kile unachokiimba. Wacheni tukakimaanishe. Karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu. Nakuhitaji, nakungojea, wewe ni Bwana. Karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu moyoni mwangu, nakuhitaji Baba, karibu Yesu moyoni mwangu. Wewe ni mwema, wewe ni Baba, nakuhitaji, karibu Yesu, karibu Baba, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu. Ni asante Mungu mpwa wetu. Hakika mahali tumefika tumekuona
ulianza nasi tulipokuwa tunaanzia huu mwaka, na tumekuwa tukikutumainia, tumekuwa tukikungojea, lakini labda nia zetu hazikuwa safi mbele zako. Lakini tunapoanza mwaka mpya, Jehova Mungu, tunapovuka na kuanzia mwaka mwingine, twajikabidhi mbele zako, na tunaomba Bwana ukaanze pamoja nasi. Twaomba Mungu wetu uwe pamoja nasi. Baba, tunapokuita twaomba ukatuitike. Unapotembea Mungu Yesu, twaomba usije ukatupita, bali tuhudumie, bali patana nasi, inua nafsi zetu, badilisha hali zetu, tuweke kwenye kiwango kingine katika jina kuu la Yesu Kristo. Tunataka kuamini Bwana, tunapovuka mwaka hatutalia tena, kwa sababu nia zetu zitakuwa safi kukuelekea. Chochote kile tunachokikabidhi mbele zako Bwana kitakuwa uhaki kutoka mioyoni mwetu. Tuombe ukatukumbuke Jehova Mungu, tusaidie Bwana, hatuwezi tukakupiga chenga kamwe. Unatuona hata wakati tumelala. Baba, fungua macho yetu ya kiroho, na ili sifa na utukufu zikakurudia. Wacha yote tunayoyatamani ya mioyoni mwetu Bwana yawe ya kuleta utukufu katika jina lako Yesu. Twakushukuru Bwana, twakuheshimu kwa sababu wewe ni mwema, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba, na zote tuseme amen. Amen. Bwana wabariki na awatende mema. Amen. Amen.